Utajuaje kama nyumba unayokaa au sehemu unapofanyia biashara pamejaa negative energy, pamejaa nguvu mbaya ambayo inakusababisha wewe usifanikiwe, kumejaa nguvu mbaya ambayo inakufanya wewe mambo yako hayaendi vizuri, kumejaa nguvu mbaya ambayo inakusababisha wewe na familia yako mpate magonjwa na vitu vingine vyote vibaya, bahati mbaya, nuksi, mikose vinakuwa vinakupata. Utajuaje kama huu ni muda sahihi? Unatakiwa kusafisha nyumba yako, kuondoa vitu vibaya kwenye nyumba yako. Basi utafanya njia hii rahisi ambayo nitakuonyesha hapa. Hello, habari, karibu tena kwenye channel yetu, na kama wewe ni mgeni usisahau kusubscribe, usisahau kufollow. Kwa hiyo unayeniona TikTok usisahau kunifollow, na wewe wa YouTube usisahau kusubscribe. Basi moja kwa moja tunaenda kwenye somo letu la leo, ambapo nakwenda kukuonyesha njia hii ya kufanya ili kuweza kujua kama kwenye nyumba yako kuna vitu vibaya, kuna nguvu mbaya, kuna negative energy nyingi sana ambazo ziko kwenye nyumba yako, ili ujue namna gani utaweza kujisafisha, cleanse nyumba yako vizuri, ili mambo yako mazuri yaweze kuja tena kwenye maisha yako. Kwanza kabisa utatakiwa kuwa na limao. Limao hili, limao moja tu, limao au ndimu. Ndimu ndo nzuri zaidi. Unaweza kuwa na ndimu moja. Kisha utachukua glasi yako na utaijaza maji. Hakikisha glasi hii iwe glasi ya kioo ambayo utaweza kuyaona yale maji. Yaani iwe glasi ya kioo ambayo ukiangalia kwa nje una uwezo wa kuona yale maji kule ndani ya glasi. Kisha baada ya hapo utatakiwa ukae sehemu yako nzuri yenye utulivu, hiyo sehemu ambayo sasa unataka kujua kama ina nguvu mbaya au haina, au kuna vitu vibaya kwenye hiyo nyumba, ndipo unapotakiwa uwepo wakati unafanya hili zoezi. Kwa kama unataka kujua kama ni kwenye nyumba yako kuna vitu vibaya, kuna negative energy nyingi ambazo zinasababisha usifanikiwe, mambo yaende vibaya kwenye familia yako, basi utatakiwa ukae kwenye ndani ya nyumba yako ndio ufanye hili zoezi. Ila kama ni kwenye biashara yako ndio mambo unaona huelewi, unataka kujua kama kuna negative energy nyingi, basi zoezi hili utatakiwa ulifanye kwenye ile sehemu husika ambayo unataka kujua iko vipi. Kwa hiyo utakachotakiwa ni kuchukua ile maji ambayo yamejaa kwenye glasi, na utatakiwa kuchukua kuchukua ile ndimu, na kisha utaweka nia kwamba ninaweka limao hili kwenye ndimu hii kwenye haya maji. Ninataka kujua hii sehemu niliyopo kuna nguvu mbaya, kuna negative energy mbaya au hakuna, ambayo inafanya mimi mambo yangu yaende vizuri. Unataka kujua ili uweze kusafisha. Kwa hiyo utachukua ile ndimu kisha utatakiwa uidumbukize kwenye yale maji. Na ukishidumbukiza kwenye yale maji utakaa kwa dakika 15, 10 hadi 15. Ile ndimu ikiwa iko ndani ya yale maji. Utaiacha ndani ya yale maji kwa dakika 10 au dakika 15. Kisha utakuwa uende ukaangalie yale maji. Ukikuta ile ndimu yako imeshuka chini kabisa, imeenda yani iko chini ya yale maji, imelala chini kabisa ya glasi yako, basi ujue hiyo nyumba uliopo au ni kwenye sehemu yako ya biashara kuna negative mbaya nyingi sana ambayo inaweza kufanya mambo yako yasiwe mazuri, maisha yako yasiwe mazuri, kwenye nyumba yako baraka zisiingie. Kwa hiyo huo unakuwa ni muda ambao unatakiwa usafishe nyumba yako. Na kusafisha ni ile kumwaga chumvi ya mawe, kudekia chumvi ya mawe, kufukiza sage. Zipo njia nyingi sana za kusafisha nyumba ambayo unaona haiko vizuri, nyumba ni nzito, nyumba riziki haziingii, nyumba imejaa nuksi, mikosi na vitu vyote vibaya. Usisafisha kwa njia, zipo nyingi tu. Ila ukiona lile ndimu yako kwenye yale maji imeelea juu, basi ujue nyumba yako iko vizuri, ni safi kabisa, haina negative energy yoyote, nyumba yako ina positive energy vizuri. Hapo uzidishe tu jitihada tu za kazi zako na nini, lakini mambo yako yatakuwa mazuri. Lakini kwenye nyumba yako hakuna negative energy, au kwenye biashara yako hakuna nguvu mbaya yoyote. Hiyo ndio njia rahisi ambayo unaweza ukajua kwamba kwenye nyumba yako au kwenye eneo lako la biashara, sehemu yote uliopo, kama kuna nguvu mbaya ambayo inasababisha usiendelee, mambo yako yasiwe mazuri, utagundua kwa njia. Na ukigundua kwamba kuna energy mbaya, jitahidi kutafuta njia au hizo njia unaweza kuelekeza hapo ili uweze kuisafisha hiyo sehemu. Nashukuru sana kwa kunisikiliza, na wewe kama ni mgeni kwenye channel yangu, tafadhali usisahau kubonyeza neno subscribe ili kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti video mpya.